Asante. Mimi mwenyekiti, swali langu nilikuwa nataka kufahamu. Tumeelezewa wasifu wa Dr. Tax. Na Watanzania wengi wanajua ukweli. Lakini mmesema mtazungumza vyombo vya dola. Hapo hakuna sababu kwamba wakati matukio yanatokea ilikuwa ndiye mchaji wa jeshi. Na jeshi lilishiriki kwenye maana ya kukabiliana na hayo tatizo. Inawezekana katika hayo mauaji na wao wakawa wameshiriki. Sasa hapo yeye huoni kwamba haitendee haki hiyo tume, kwamba atakuwa anapaswa kuhojiwa lakini yuko kwenye tume? La kwanza, wakati tume linaundwa tayari kuna tetesi na mahakama mengine yatatetea sinema. Tume imejitambua inajitahidi endapo itatokea kitu kama hicho wakati tukiwa ndani ya uchunguzi. Lakini swala la nyongeza ni majibu yaliyotoa mnakwenda kuchunguza tukio ambalo tutatokea tarehe 29. Wasije faili zenu zikaonyesha kwamba aliyewatuma ndio pia atatumiwa. Je, mnawahakikishia vipi kwa Tanzania kwamba itakuwa tume huru hata kwa kutoa majibu yasiyotakikana na kusikika? Asante sana. Katika wadau ambao uliwataja ambao wako kwenye hadithi za rejea, vijana hawapo kama kundi muhimu, lakini ukiangalia yote yaliyofanyika, vijana ndio wamehusika kwa asilimia kubwa sana, kuanzia kushawishiwa kwenda front. Hata walioumia zaidi ni vijana, sababu katika waathirika waliobakia wengine wengi ni wazazi ambao umri umekwenda, lakini hawa vijana ndio ambao wanapaswa kusikilizwa zaidi ili kujua nini hasa kimepelekea tumefika hapa. Maana yake tukiweka msingi mkubwa kwenye makundi mengine, lakini hili kundi ambalo lenyewe ndio kama liko katikati, lenyewe ndio kama limeshikilia linalotokea sasa hivi, nadhani tunaweza tukaja na majibu ambayo sio. Kwa mimi nilikuwa na huo ushauri. Kwa hiyo nadhani vijana wawekewe kipaumbele zaidi. Lakini jingine, mmezungumza kufikia watu kwenye serikali za mitaa. Kuna maeneo kwenye vitu wa mitaa wajumbe hawajui hata wananchi wao waliopo katika maeneo yao, ama hao wananchi hawajui hata mjumbe wake ni nani, hawamjui hata mwenyekiti wake ni nani. Sasa katika hali kama hiyo, watu ambao kuna wananchi wanaweza kuwa na taarifa muhimu sana, lakini hamwezi kuwapata kwenye hiyo mifumo ambayo mmeiweka. Ni namna gani sasa mtaweka nguvu kwa ajili ya kuwafikia hao watu? Asante. Kwanza kuhusu wajuzi sisi wenyewe. Wajuzi sisi wenyewe kwamba sheria ya tume na tume hizi zote za uchunguzi za karibu nchi zote za Commonwealth zinasema moja, jambo moja,
mamlaka ya kuunda tume ni ya rais wa nchi hiyo. Ibara 88 ya katiba ya Afrika Kusini inampa rais wa Afrika Kusini. Kenya ndio tofauti inakuja kidogo, kwa nchi nyingine ya Afrika Kusini na Kenya au nchi nyingine iko kwenye katiba, nyingine sisi ziko kwenye sheria. Uingereza, Ireland, Canada. Tunasema kwenye sheria kuhusu tume hizo za uchunguzi kwamba mamlaka ya kuunda tume ni mamlaka ya executive. Unless sheria inasema vinginevyo, nchi chache hii ya rais na bunge ndio mamlaka ya kuunda tume, na inampa discretion yule anayeunda kuiunda kwa vigezo ambavyo yeye anaona inafaa. Kama mimi ndio kwa muundaji tume, labda ningeunda tofauti na wengine tofauti. Kwa hiyo kila mmoja tutakuwa na maoni. Mimi yule kiongozi wa dini hapo, kijana hapo, lakini mamlaka ya kuunda tume ni ya yule head of executive, na kwa vigezo ambavyo ataona inafaa. Na tume kwa mazingira ambayo anaona inafaa. Sisi tumeunda tena kipengele cha 3 kwenye jambo ambalo ni public concern, ndio sheria inasema. Kwa hiyo wanaona kwamba public concern tume. Lakini jambo la pili ambalo msisi na tunalituta kwenye dini nyingi ni swala la conflict of interest. Conflict of interest kuna njia nyingi za kuikwepa ikitokea au kama ipo, na kuna passive na actual conflict of interest. Sisi mahakamani tunajua jaji naomba utoe, na mara nyingine jaji anasema sitoi, na inaendelea kwa sababu sisi na conflict. Kwa hiyo tunaona vigezo hivi, tukiona mjumbe wote ana conflict of interest tutamwomba atoe, mwenyewe anaweza kujitoa, haina neno. Lakini nyingine muelewe kwamba tunasema ile hii ni ya sheria, wote tumekula kiapo, tumekula kiapo kwa dini zetu, kwa imani zetu. Pia hiyo ina garantii uhuru wetu. Kama tunaanza kazi bila madrasha, bila shinikizo la mtu yoyote, na tutakikita kwenye ushahidi ambao tunaridhika nao. Ushahidi kweli tutaupima na nini, kama mtu tunakwenda njia gani, tuseme mtu yoyote. Alafu ripoti yetu itakuja, tutaonyesha sisi tutapendekeza, kwa sababu ripoti kwa jambo kama hili, nadhani ripoti ni ya mamlaka, lakini pendekezo letu kwamba iwe ripoti ambayo itapatikana kwa umma, kwa jambo ambalo linahusu. Kwa hiyo hilo ni sio sana, kuna njia zake tunajua namna ya kuweza kudili nayo hiyo fikra. Disemba 9 bahati mbaya haikutume, tuna kitu tunaita muda wa kufanya kazi. Muda wa kufanya kazi, kitu ambacho tunachunguza ni tarehe 29 na siku chache baada ya zile siku 3. Tunaweza kurudi nyuma, tunaweza kurudi nyuma, kama ina connection na mbele tutaangalia, lakini tarehe 9 ikitokea labda kama ina uhusiano tutaona, sababu iko ndani ya 90, labda root causes labda zitakwenda huko pia kuonyesha part of the root cause na nini tutaangalia, lakini hatufungi na hilo. Tukubaliana kabisa na ushauri vijana, kweli vijana ndio kiini
Tumesema vijana sisi kwa makundi ni mbinu tunazopata kuwa nao tunaoje vipi moja nini kama tunasema watu wote waliohusika walioshiriki. Ukisema husika na walioshiriki bila makosa na makosa wote walioshiriki tutakuwa nao. Vijana wengine hawashiriki tutakuwa nao. Ndio maana nasema tutapata mikoa ambayo pia kuna vijana lakini hawashiriki. Kwa nini? Lazima tuende undani zaidi kujua hawa vijana zetu tunapambana Tanzania asilimia kubwa ni vijana. Ndio vijana. Wewe sasa hivi na wizara mpya na kadhalika, lakini ushauri huo kweli tutabidi njia vijana wananchi kweli tunafanya mkutano wa hadhara na wananchi kuweza pia kupata na wao kama tunasema hatufungu. Kwa hiyo kama kuna ushauri tupeni ushauri, saidie kuandaa, na sisi hatufungu na mdau yoyote au mbinu zozote, lakini tunataka tuwe tushuke chini kabisa.